إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nimekuwa mgeni lakini ghafla tu nikaona nimekuwa mwenyeji. Wengi nawafahamu hapa. Kwa hiyo nitaisomesha elimu hii katika mazingira ambayo naamini kama sio nusu nzima basi angalau robo ya waliopo hapa hii elimu wameisoma. Nitakapoanzia leo nitaanzia kwenye utangulizi, na hii tutabainisha nidhamu ya mirathi fil jahiliya wal islam, nidhamu ya kurithi zama za jahiliya ilikuwa vipi na zama ya Uislamu iko namna gani. Na tukisema jahiliya hapa tuna maana kwamba kabla ya matumizi ya sheria ya Uislamu, aljahiliya alqadima. Tayib, iqtadat hikmatullahi ta'ala, imepita hikima ya Allah tabaraka wa ta'ala, anna kulla man alaiha fan, kwamba kila kilichopo ardhini hapa kitakwisha, kitatoweka. Wa anna hadhihi dunya, na kwamba hii dunia, hii dunia ma'baru la muqama fiha, dunia ni sehemu ya kupita wala si sehemu ya kuishi milele. Wa anna mala al-insan, na kwamba mali ya mwanadamu yantakilu bimautihi ila ghairihi, inahama baada ya kufa huyu mwanadamu kwenda kwa mwingine. Lakin ila man yantakil, mali hii inahama kwenda kwa nani? Huna yakhtalifu nidhamu aljahiliya aljair an tashri' alislam aladil. Hapa sasa hii mali inahama kutoka kwa huyu ambaye alikuwa akimiliki katika uhai wake, inakwenda kwa nani? Hapa sasa inatofautiana nidhamu ya jahiliya, nidhamu ya jahiliya ambayo ni aljair, yenye dhulma, an tashri' alislam aladil, ukilinganisha na sheria ya Uislamu ambayo ina uadilifu. Fa fi nidhamu aljahiliya, katika nidhamu ya jahiliya, kana yantakilu malu almayyit ila alkabir
min abnaihi, ilikuwa mali ya maiti inakwenda kwa mtu mkubwa, min abnaihi, katika wale watoto wa kiume wa marehemu. Fa in lam yakun, kama si hao, fa ila akhihi, basi itakwenda hiyo mali kwa ndugu yake wa kiume, au ammihi, au ammi yake. Kwa maana hiyo, fala yarithuna sighar wala al-inath, walikuwa hawarithi watoto wadogo pia wanawake. Bihujjatin anna haulai la yahmuna dhimar, kwa hoja kwamba hawa watoto wadogo na wanawake la yahmuna dhimar, walikuwa hawahami mali, walikuwa hawahami familia. Wala yuqatiluna, na wala walikuwa hawa watoto na wanawake hawaingii katika uwanja wa mapambano. Wala yahuzuna almaghanim, lakini pia walikuwa hawamiliki ngawira. Hii ndio sura ambayo ilikuwa ipo ya mirathi katika jahilia, kwamba walikuwa wanarithi wanaume, si watoto wala si wanawake. Yuwadhihu dhalika ma rawa Ibn Abbas radhiallahu anhuma qal, hili linawekwa wazi kwa kile ambacho kimepokelewa kutoka katika hadithi ya Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yao. Qala, amesema lamma nazalat alfaraid allati farada Allah fiha ma farada lilwaladi aldhakari waluntha walabawaini karihaha an-nasu, pindi yalipoteremshwa makadirio ya mirathi, allati farada Allahu fiha, ambayo aliyefaradhisha Allah kwenye hayo makadirio, lilwaladi dhakari waluntha, kwa mtoto wa kiume na wa kike, walabawaini, na kwa wazazi wawili, karihaha nnasu, watu wengi walikerwa na hii sheria, au baadhuhum, au baadhi yao, waqalu, wakasema baadhi yao, tu'ta almar'atu ar-rub'u wa thumun, anapewa mwanamke robo, anapewa mwanamke thumun. Robo ni 1/4, anapewa mwanamke athumun 1/8. Wa tu'ta al-ibnatu an-nisf, na anapewa mtoto wa kike nusu, 1/2. Wa yu'ta al-ghulamu as-saghir, na anapewa mtoto mdogo. Yani wanashangaa, anapewa mwanamke katika mirathi 1/4, na hapa likusudiwa ni mjane, au anapewa 1/8, hapa likusudiwa mjane. Lakini wanashangaa anapewa mtoto wa kike nusu, na anapewa mtoto mdogo mali pia. Walaysa min haulai ahadun yuqatilu alqaum wala yahuza alghanima, na hakuna katika hawa yoyote ambaye anayepambana na kupigana kwa ajili ya kupata mali na kuhifadhi au kupata ngawira. Uskutu, wanaambiana uskutu, nyamazeni, an hadha alhadithi, kwenye haya mazungumzo. Laalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu, huenda mtume akasahau hili. Au naqulu lahu fayughayyirahu, au tutasema kumwambia ili abadilishe. Faqala ba'dhuhum, wakasema baadhi yao,
ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, anu'ti aljariya nisfu ma taraka abuha, tunampa mtoto wa kike nusu ya mali nzima kwa kile ambacho ameacha baba yake. Walaysat tarkabul farsa, na wala huyu hapandi farasi, kwa maana hapandi farasi kwa kwenda kupigana. Wala tuqatil alqaum, wala hana mapambano na watu. Wa nu'ti as-sabiyyu al-mirath, na tunampa mtoto mdogo mirathi. Walaysa yughni shay'a, na yeye huyu hana chochote. Wa kanu yaf'aluna dhalika fil jahiliya, walikuwa kufanya hivyo wakati wa jahiliya. Wala ya'tuna al-miratha, walikuwa hawatoi mirathi illa man qatala, isipokuwa kwa yule ambaye mwenye kupambana na kuipambania mali katika vita. Wa yu'tunahu al-akbar far akbar, na wanampa mkubwa kwa kumwangalia mkubwa. Hii ndiyo mirathi ilikuwa zama za jahiliya. Wanawake sawasawa, wawe wakubwa wadogo, walikuwa hawapati mirathi, na kadhalika watoto wadogo. Mirathi ilikuwa upande wa wakubwa tu, tena wa kiume. Thumma yaji'u tashri' al-islam al-hakim, kisha ikaja sheria ya Uislamu, sheria tukufu. Mu'linan butlanu nidham al-jahiliya, ikitangaza kuvunja kabisa nidhamu ya jahiliya fi tawrithi, katika mirathi. Ijmalan, ikaja sheria kwa ujumla wake. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. Suratu Nisa aya 7. Lirrijali nasibun, wanawao wanaume fungu. Mimma taraka alwalidani wal aqrabun, kwa kile ambacho wameacha wazazi wawili na ndugu wa karibu. Walinnisai nasibun, na wanawake wanafungu. Mimma taraka alwalidani wal aqrabun, kwa kile ambacho wameacha wazazi wawili na ndugu wa karibu. Mimma qalla minhu au kathur, kwa kile ambacho kilichokuwa kidogo au kingi. Nasiban mafurudha, kwa fungu ambalo lililopangwa na Allah tabaraka wa taala. Hii aya ukiangalia imekuja kwa ijmal, inazungumzia mirathi, lakini katika sura tu ya kupata mwanaume na kupata mwanamke. Wakati wa jahiliya wanawake walikuwa hawarithi, lakini aya imekuja kwa ujumla wake. Hapa inaashiria kwamba wanaume wana mafungu na kadhalika wanawake wana mafungu katika mirathi. Hii ilikuwa ni aya ambayo inazungumzwa mirathi katika sura ya ujumla. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam al-Muzani na nje ya Markaz Imam al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.